Luis Lopez. Atakwenda kutupa neno la Mungu kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, ningependa kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee kwa kusimama mbele zenu. Tunajua leo siku ya leo ni siku ngumu sana kwa wananchi ama watu wengi kutoka nchi ya Tanzania, lakini pia kwa viongozi wa serikali na viongozi wa dini, na hasa kwa familia ya Emmanuel mpenda wetu Mathias Matei. Kwa kweli siku kama siku ya leo hakuna mtu yupo tayari ya kusimama imara isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Ningependa kuwasalimia wageni wote ambao wameona ni muhimu kuwa pamoja na familia na mpenda wetu mrehemu Emmanuel. Ningependa pia kutambua na kuwashukuru viongozi wa serikali ambao wametumia muda wao kwa ajili ya kufika katika tukio hili. Asante sana kwa ndugu na marafiki za familia ambao waliweza kufika, lakini pia watumishi wa Mungu ambao wamekuwa pamoja na familia Mathias Mateve tangu siku ya Jumapili. Lakini pia ningependa kutoa pole kwa masikitiko sana kwa mchungaji wangu, mchungaji Christopher, na undugu katika imani na undugu katika maisha Thomas, pamoja na familia yao wote kwa ujumla. Kweli mimi tangu nilipoingia huku nchi ya Tanzania nimewahi kujifunza mambo mengi. Kwa jina kama aliposema mchungaji Ima, ninaitwa Luis Lopez. Nimefika hapa Tanzania tangu 2017, na kwa neema za Mungu tu mpaka leo nimepata kibali pachoni ya Mungu ya kufanya huduma na kuwasaidia kwa sehemu kanisa la Tanzania. Kwa hiyo na washukuru sana kwa sababu mimi leo ni mgeni mbele zenu, lakini mimi naisikia kama familia na wapenda hawa ambao leo wanapitia katika changamoto kubwa. Mkaso ya mahubiri ama mafundisho mafupi ya siku ya leo inasema hivi: mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Mtu atatoa nini? Yani wewe ama mimi, unayo mkononi nini unaweza kutoa badala ya nafsi yako? Mathayo matakatifu mlango wa 16 mstari 24 inasema, maandiko yanasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. 25 inasema, kwa kuwa mtu atakayekiokoa nafsi yake, maandiko yanasema, ataipoteza. Na mtu atakayopoteza nafsi yake kwa ajili yangu, Yesu anasema, ataiona. Na sasa swali inakuja hivi katika mstari wa 26.
Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hii ndio swali leo linakuja kwako. Haijalishi umekaa wapi, haijalishi unavaa nguo ya aina gani, haijalishi kama wewe ni ndugu ama familia ama mtazamaji, hii swali leo linakuja kwako moja kwa moja. Swali ambayo inasema, wewe utatoa nini badala ya nafsi yako? Naomba niombe Mungu atusaidie katika mafundisho ya leo. Mungu Baba, tunajikabidhi mkononi mwako. Sisi hatuwezi katika kipindi kama hicho ambacho tunachopitia. Ni ngumu sana. Lakini katika neno lako tunaweza kupata tumaini. Tunaweza kupata imani ya ukweli. Tunaweza kupata msingi imani katika maisha ya kiroho. Naomba tusaidie tuweze kuelewa na neno lako. Tazama Mungu, umati wa watu umekuja leo. Ndio, wamekuja kwa kushiriki katika msiba, kwa kuwa pamoja na familia ya Matias Matebe. Ndio, lakini bado kuna nafasi ya kipekee. Kumbe mtu katika pole wake anaweza kupata baraka kubwa katika maandiko matakatifu. Mungu, naomba utusaidie leo katika kipindi hiki kifupi cha neno lako, tuweze kulishima na tuweze kujifunza, ili tuweze kurudi nyumbani tofauti sana ya kama tulivyofika asubuhi. Tunakushukuru sana katika jina la Yesu Kristo, tena jina la kipekee. Amen. Mtu anatoa nini badala ya nafsi yake? Hii ndio ni swali. Jambo la kwanza tunasoma katika mstari wa 24, wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Swali lingine likakuja hivi: wewe je, ni wanafunzi wa Yesu? Wewe je, unamfuata Mungu? Mtu yeyote akitaka kunifuata, huyu ni Yesu ambao ni Mungu, ambao ameshuka mbinguni. Wapendwa, fikiria kwamba huyu aliweza kuongea pamoja na watumishi wa, yani wanafunzi wake. Akamuuliza, akamwambia, akafafanua, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Unajua, kumfuata mtu ni rahisi sana. Yani ni rahisi sana, lakini kumfuata Yesu Kristo ni jambo lingine tofauti. Naomba nifafanue. Hata jana mimi mwenyewe nipo na wenzangu na nilikuwa naendesha. Mimi si mwenyeji sana ya Dodoma, ingawa nimefika mara kwa mara. Halafu tumetoka asubuhi, tumeingia. Halafu tumeona ile gari ambao linabeba mauti. Tukaona sisi tulikuwa tunaelekea kwenye mahali ya msiba, lakini hii gari imeanza kwenda tofauti. Sisi tulijua tumfuate hiyo gari kwa sababu si anaenda kule. Lakini kumbe huyo dereva sijua alienda wapi, ilikuwa mapema. Kwa hiyo alikuwa na ratiba tofauti, na sisi tupo nyuma yake. Jamani, kumfuata mtu ni kitu rahisi sana, ila kumfuata Yesu Kristo ni tofauti. Kumfuata Yesu Kristo inabidi, kama maandiko yanasema, ujikane mwenyewe, uchukue msalaba wako. Jamani, msichanganyikiwe, kwa sababu mtu yeyote anaweza kusema Mungu yupo hapa, Mungu yupo hapa, Mungu yupo huku, lakini kumbe sio kweli. Ndio maana neno la Mungu linajitegemea, jamani. Kwa hiyo sasa, wewe unamfuata nani? Sasa hapa
Mimi nilipojifunza kuanza Kiswahili bado ninapambana na Kiswahili, maana umeshapata Kiswahili changu bado kinanisumbua. Lakini kwa neema ya Mungu, yeye si anaongea Kiswahili Mungu? Si ndio Lakini si anaongea Kigogo? Kabisa. Yeye anaongea kila lugha. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi kwa kupitia taifa la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hapa swali linakuja, wewe unamfuata nani? Kumfuata Yesu. Yesu ni nani? Umeshamfahamu? Umeshathibitisha upendo wake, neema zake? Hawa wanafunzi walikuwa tayari na Yesu. Walimuona akiwa akafanya mambo mengi, lakini bado aliwaambia, kama unataka kunifuata, inabidi mtu yeyote ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kuanzia siku la kwanza nilipoingia Tanzania, nimekutana na familia Matias Matewe. Wamenipokea, wamenisaidia. Unajua, unapoingia kwenye nchi ngeni, wewe ni kama mtoto, huwezi kuongea wala huwezi kujitegemea katika hata kwenda sokoni kupata matunda nini. Unataka kununua vitunguu, halafu unaongea naomba ndizi. Unaenda kufuata sukari, sio unapegwa mafuta. Kwa sababu huwezi kujua, huwezi kuiendesha mwenyewe. Lakini hawa familia wamenipokea pamoja na familia yangu. Mungu awabariki sana. Na vile vile niliweza kukutana na Emmanuel. Unajua kitu kinanichufurahisha sana ni kwamba pilipili ndio tunatumia kila siku nchi yetu Mexico. Kwa sababu pilipili ndio ni hot sauce Kiingereza. Na sisi kila siku lazima tuwe na pilipili. Kwa hiyo tunakumbuka sana huyu, kwa sababu ni MC pilipili. Lakini kwa kupitia yeye na kupitia hawa ndio nimejifunza mambo ya msingi katika maisha ya kiroho. Mstari 25 unasema, kwa kuwa mtu atakayekuikoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niweke wazi, jana juzi kuna habari nyingi zimetembea huku na pale mtandaoni. Yani kila mtu alikuwa na jambo la kusema, si ndio? Yani sijui nini, imetoka hivi, ilikuwa huku, ilikuwa kule. Lakini jana tulipokaa baadhi yenu na sisi, tumesikia huyu ametumia muda wake kwa ajili ya kumfuata Yesu. Maana yake kuiokoa nafsi yake, maana yake ni matumizi ya muda wako. Yani aidha unatumia kwa ajili ya faida ya kipekee ama faida ya dunia, au unatumia kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Na sasa inasema, kwani atafaidia nini? Yani kwa kuwa mtu atakayeokoa kuikoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Tumesikia mengi katika huduma ya MC Pilipili. Mara ameenda kijini, mara amefanya huduma huku, mara alikuwa na maono makubwa katika sehemu mbalimbali ya huduma. Yani matumizi yako katika ya maisha yako, hii ndio inaweza kusababisha kupata maisha ya kweli ama kupotea maisha yako. Kwa kuwa mtu atakayekiokoa nafsi yake ataipoteza. Unajua, sisi kama binadamu pale kwetu sisi, kila mtu anataka kuwa kwenye mstari wa kwanza. Kama kuna chakula, mimi ningependa kwenda mbele, si ndio? Kama kuna kuingia sijui wapi, ningependa kukaa kwenye sehemu maalum. Yani kwa asili yetu tunatafuta njia ili tuweze kujibariki wenyewe. Sijui kama ni kweli au, lakini cha msingi kabisa ni kwamba kwa Mungu ni tofauti kabisa. Yani tupo kinyume na mitazamo ya dunia na mitazamo ya binadamu.
Maana hapo inasema mtu atakayepoteza nafsi yake, yani akitumia muda wake vizuri kwa kumtegemea Mungu na kumfuata Mungu na kutekeleza mapenzi ya Mungu, huyu mtu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Emmanuel ameshaona. Kwa sababu alielewa Injili, kwa sababu alitambua ni kwamba Yesu Kristo ndiyo ni njia ya pekee. Na zaidi ya hiyo, katika sehemu ya maisha yake alitumia muda, akili, vipaji, yani hela, pesa, kwa ajili ya kuwabariki watu wengi huku na pale. Hii ndio mfano tunaweza kuiga. Lakini maandiko bado yanaendelea. Mstari 26 inasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Hii ndio ni swali. Wewe ongea na wanabiashara. Mwanabiashara akiwa na maono ya kuanza biashara yake, hapa ndani na hapa kwenye akili yake, ameshaanza kuwaza atapata au anawaza kupata faida. Hata kama wewe unauza mihogo, maharage, wali, sijui pale sokoni, sijui una biashara pale kwenye soko la nguo na kadhalika, sidhani kama umeamka mapema, umeandaa, halafu umeenda kusema mimi naenda kufanya kazi yangu ili nipate hasara. Hakuna mtu kama huyu, si ndio? Kila mtu tungependa kupata faida katika matumizi yetu ya kimaisha. Kwa hiyo hapa swali liko wazi. Kwani atafaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Yani kuna vipaumbele katika maisha yetu. Kipao chetu cha kwanza ni kumtafuta Mungu, kuwa mwanafunzi wake, kujikane mwenyewe, kuwa mtumishi ambao tunaweza kuwahudumia wengine, tunaweza kujali wengine, tunaweza kuwapenda wengine. Unajua, katika Agano Jipya, katika maandiko matakatifu, neno la muhimu sana, unajua ni neno gani? Ni wengine. Ni wengine. Hii ndio ilikuwa mtazamo ya Yesu, ni wengine. Huyu ametumia muda wake kwa ajili ya wengine. Ni hali ya familia. Naomba niseme ukweli, huyu mchungaji wangu siwezi kuelezea. Yani ametumia muda wake kwa ajili ya kuwa baraka kwa wengi, na vile vile familia nzima. Je, wewe unataka kupata kipi katika maisha yako? Ungependa kupata hasara au unapenda kupata faida? Ni kama swali ambalo haieleweki. Yani nani anaweza kusema mimi ningependa kupata hasara? Hamna mtu. Lakini katika maisha ya kawaida, siku hadi siku, tunaona watu zaidi na zaidi wanapata na wanaendelea kupambana na hasara kubwa katika maisha yao. Kwa nini? Ni kwa sababu wanataka kuiokoa wenyewe, wanataka kujibariki wenyewe. Mstari inasema, au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Swali limetukuta huku mwishoni. Wewe unacho mkononi nini?
ili uweze kulipa nafsi yako, ili uweze kusimama mbele za Mwenyezi Mungu, yule Mungu aliyeumba mbingu na dunia na kila kitu. Unacho nini uweze kulipa maisha yako? Kwa sababu sisi sote, haijalishi kabila, rangi, taifa, lugha, ni wenye dhambi, na wote tutapata kuona kifo cha kimwili, lakini pia kuna kifo cha milele. Mpendwa wetu amekutana na kifo cha mwili, lakini sio kifo cha kiroho katika uzima. Alikuwa na mwanafunzi wa Yesu kwa sababu alimfuata yeye. Ndio maana kuna ushuhuda wengi katika kanisa la Baptisti na makanisa mengi kama jana tuliweza kusikia. Ni kama huyu mtu sawa, alikuwa na mambo yake kama Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine, mimi sina shida na huyu, lakini nikisema ukweli nina hofu kwa ajili yako. Mimi sikufahamu. Jana kuna kamati ya ulinzi, si ndio? Amesimama mbalimbali mpaka Mexico amefika. Si umeona? Mgeni. Lakini je, wewe una kitu gani mkononi mwako ili uweze kulipa maisha yako? Unajua, kwa sababu pale mwanzoni, na hii ni kama tunarudi katika darasa la watoto, lakini ni darasa la muhimu sana. Pale mwanzoni, Adam na Hawa walifanya dhambi, na Mungu amefanya maamuzi ya kwamba hawa watu mawasiliano nami nao yamekatika, lakini amepanga tayari kuleta njia mbadala, njia mbadala kwa ajili ya kufika kwake tena, na hii njia ni moja tu. Na ningependa kumalizia katika kusoma Yohana, kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango 14 mstari wa 6. Huyu ni Yesu tena anasema, akawaambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama unataka kumfuata Yesu ama Mungu, kuna njia moja. Kama unataka kutumia matumizi yako ya maisha, ukiwa na vipaji, ukiwa na pesa, ukiwa na maoni, ukiwa na mambo ya kusema, kuna njia moja. Kama ungependa kupata faida ya kipekee katika maisha yako, kuna njia moja tu. Na hapa tumesoma Yesu amesema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Je, wewe una nini kama mbadala kwa ajili ya nafsi yake? Yesu Kristo aliposema mimi ndimi ni njia na ukweli, ni kwa sababu yeye alikuja huku kwetu, akaishi, akafanya mambo mazuri sana, lakini mwishoni, kama wote tunajua, amekufa msalabani kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Lakini sio hivyo tu, akafufuka, na sasa anaelekeza, usifuate yeyote yule, mfuate Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio ni njia ya kipekee. Jamani, nadhani wengi wanarudi leo
wengine kesho. Kuna wengine wametoka mbali, sijui Dar, sijui Singida, sijui Arusha. Kuna mtu ametoka Mtwara, sijui. Mimi nimefika Mtwara. Lakini jamani, kufika huko na pale kuna njia nyingi. Unaweza kupita huku, unaweza kupita huku, unaweza kupita huku, unaweza kupita huku. Jamani, tumeshazoea ni kwamba wote tunaenda mbinguni. Wewe tumia njia unavyotaka, unavyopenda. Kwa hekima kubwa, ningependa kusema kuna njia moja. Na hii njia ni kwa kupitia Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu atupe faraja katika kipindi hichi. Sisi na wewe tutaendelea kuwapa pole na kuwa nyuma ya familia Matias Mateve, lakini bila shaka utarudi nyumbani. Utatumia njia ipi kurudi nyumbani? Unajua nyumbani ni wapi? Nyumbani ni mbinguni. Lazima utumie njia ya Yesu Kristo. Ningependa kumalizia kwa kurudia kuwapa pole kwa familia ya mpendwa wetu Emmanuel, kwa kusema na kusoma neno la Bwana katika Zaburi 102. Nasema, Bwana, usikie kuomba kwangu, kilicho changu kikufikie. Usinifiche uso wako siku ya shida yangu, unitegee sikio lako siku niitapo, unijibu upesi. Kwa niaba ya wote ambao tumekusanyika siku ya leo huku, Mchungaji Thomas, mama mchungaji Kati, Juliana, Mungu yupo pamoja na nyie. Mungu anawasikiliza maombi yenu. Hataondoka, hata kuacha. Na kama umeshapata njia ya kikweli, mtakuta huyu mbinguni. Bwana Yesu sifiwe. Na wewe pia unakaribisha mbinguni. Mimi naenda sijui lini, lakini niko tayari. Je, wewe uko tayari? Simaanisha ya kwamba ningependa, lakini niko tayari. Naomba tusimame tuweze kumshukuru Mungu. Mungu Baba, neno lako lifanye kazi ndani ya kila mmoja wetu. Yani ni fursa ya kipekee. Tunajuana, tunalia, kwa sababu leo mpendwa wetu Emmanuel hayupo pamoja na sisi, lakini yupo pamoja na wewe. Hatuna shaka na hiyo. Lakini niona, tazama Mungu, labda kuna watu ambao wamekuja leo wakiwa wanabeba mtazamo ya kwamba kumbe inawezekana kutoa sisi wenyewe mbadala kwa ajili ya maisha yetu, lakini kulingana na maandiko matakatifu tunaona haiwezekani. Roho lako lifanye kazi ndani ya kila mmoja. Tunajua sio huku hawa ambao walikuja kukusanyika pamoja, lakini hata kwa kupitia mtandao kuna watu wengi wanaona. Naomba masikio yao yaweze kupokea neno lako. Nisingependa kukosa nafasi ya kukualika. Si kupite mbele, si kwenda si wapi.
hatutakuwa na nafasi ya kukuombea. Lakini hapo unapomtafuta Mungu, kama umeguswa na neno la Mungu, pokea neno hili. Tumia fursa ya kumfuata Yesu Kristo kama huyu alipofanya. Ujikane mwenyewe, chukua msalaba wako, upokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Naomba usiendelee kupata hasara nyingi katika maisha yako. Kuna faida ya kiroho, kuna faida ya milele, tena uzima wa milele. Chukua nafasi hii. Mungu anaweza kufurahia sana, kwa sababu katika kilio chetu baraka zake bado zinaendelea kusambaa. Na wale ambao wanatutazama mtandaoni, tafuta njia za kipekee za kibiblia ili tuweze kukaa katika neno la Mungu, neno la kweli. Mungu endelea pamoja na familia ya Matias Mateo waweze kusimama imara katika njia yako, kwa sababu wameshaona faida kubwa. Hawana chochote kwa kulipa, hawana mbadala, hawana kitu chochote wanaweza kulipa. Wameona kwa sababu ni neema zako, ni kwa sababu ni njia moja. Kwa hiyo endelea pamoja nao, endelea pamoja na sisi. Mungu tukupe sifa na utukufu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinatokea pasipo wewe kujua. Bwana, tunaendelea kujikabidhi mkononi mwako. Tunaomba na tunamshukuru Mungu kwa kupitia Yesu Kristo. Amen. Na wasiketi, na napenda kutoa shukrani tena kwa nafasi ya kipekee. Mungu awabariki. Asante sana Mchungaji Luis Lopez kwa neno la Mungu. Tuongeze